Nikukaribisha tena ndugu msikilizaji katika kipindi hiki, kipindi maalum, kipindi ambacho Mungu ametupa neema ya kuweza kushirikiana juu ya mafundisho maalum kwa ajili ya kuweza kufanikiwa katika hatua za maisha. Mimi ni Pastor Sako Merik na ninaendelea kuelezea kuhusu kitabu ambacho Mungu amenipa neema ya kuandika, kinaitwa Siri za Mafanikio katika Maisha. Na ndio maana jina la kipindi hiki kinaitwa Siri za Mafanikio katika Maisha. Bado tunaendelea na sehemu ya 3 ya kuangalia ile sura ya 4 ya kitabu hicho, ambayo tunaongea habari ya siri 24 zisizopingika za kufanikiwa. Na siku ya leo kwa neema ya Mungu nitaomba kuelezea siri inayofuata, ambayo ni mwelekeo imara. Ili kuweza kufanikiwa unahitaji kuwa na mwelekeo imara. Usiwe mtu wa kuyumba katika fursa inayojitokeza. Ni muhimu kuchagua jambo moja la kufanya na kulishikilia hilo mpaka liweze kufanikiwa. Watu ambao wamekuwa kuyumba hawajaweza kufanikiwa katika maisha yao. Jifunze kufanya kitu kimoja bila kupoteza mwelekeo wa vitu vingine ambavyo kuvitangilia wala kuviwekea mawazo ulipoanza. Hii ina maana usikurupuke katika jambo lolote. Katika semina zetu tuna mfano mdogo ambao tunautoa. Kwa mfano, mtu umepanga kwenda mkoa wa Dodoma, basi unaweza kutumia usafiri wa aina nyingi kama vile kupanda ndege, kutembea kwa miguu, kupanda basi, kutumia gari binafsi, kutumia chombo kingine. Ni lazima ufanye maamuzi ya kuwa utakwenda na usafiri gani. Bila hilo hutaweza kuanza safari. Lakini pia ni lazima uweze kufanya maamuzi juu ya mwelekeo wa safari yako. Itakuwa kituko kuanza safari ya Dodoma kwa basi, alafu ukakutana na mtu ambaye mlipofika Morogoro akushawishi muende Iringa kwanza, na mlipofika Iringa mwingine akushawishi muende Mbeya na kadhalika. Ni muhimu sana kuwa na msimamo na wa mwelekeo wa kule unakotaka kwenda kwa ajili ya mafanikio yako. Dunia imejaa vitu vingi sana. Lazima utambue kitu kimoja au viwili ambavyo unataka kufanya na uifanye kwa nguvu zako zote na kwa bidii kubwa sana. Hivyo ni muhimu sana ukasimama na maamuzi yako katika chochote unachotaka kufanya. Pia pata taarifa sahihi na chukua hatua sahihi. Hakuna jambo lolote lenye mafanikio ambalo linakuja bila kujituma na kupata maumivu kidogo. Swala lingine ambalo nataka kujifunza siku ya leo ni kuhusu eneo la mafanikio. Mafanikio yanaenda sambamba na malengo. Yaani ili kujua umefanikiwa au la, unachokipima tofauti ni kati ya malengo na unachokipata. Hivyo basi ni muhimu sana kuchagua kitu kimoja cha kufanya kwa bidii sana. Kama ni elimu, basi soma mpaka mbingu zijue kwamba kuna msomi chini ya jua. Kama ni biashara, basi fanya kwa bidii zako zote. Ikiwa ni kazi, jitume sana na uwe hodari katika eneo la kazi bila kuwa na ukwamo. Ni muhimu kufanya maamuzi ya eneo lako unataka kufanikiwa mapema katika umri wa maisha yako ili kujenga misuli mikubwa katika eneo hilo. Hata hivyo, unaweza kuanza katika umri wote katika maisha yako. Hata siku moja usikatishe tamaa na umri wako. Kama umepata maarifa sahihi, fanya maamuzi haraka na hakika utafanikiwa. Katika maisha yangu kuna maeneo ambayo nimechagua kufanya mpaka mwisho wa uhai wangu, hususan katika masuala ya ushauri wa biashara, fedha na sheria, kwa watu binafsi, makampuni na serikali. Lakini nimefuatwa na watu washawishi kufanya kilimo au ufugaji ambao una faida kubwa kutokana na mchanganuo wa biashara ambao ulikuwa umenionyesha. Lakini nimekataa kushikilia msimamo wangu wa kuwa eneo moja tu la kufanya katika maisha yangu. Katika eneo hilo uwanja wake ni mpana sana na unatakiwa uchague na kuwekeza. Ni muhimu kuelewa kwa maisha ni mafupi na haiwezekani ukafanya kila kitu. Kuna wakati katika maisha niliamua kufungua biashara supermarket, lakini niliishia kula hasara kutokana na kuwa nilikuwa na mambo mengi kuliko muda nilikuwa nao. Na hivyo kuelekea na wafanyakazi kwenye bia, na baadaye biashara ilifungwa ikawa na madeni mengi sana. Jambo lingine ni msukumo wa ndani. Watu wengi waliofanikiwa huwa wanaanza kwa msukumo wa ndani na kufanya jambo. Msukumo wa ndani ni muhimu sana kwa ajili ya mafanikio. Ni lazima ukiamini kile unachokitenda na kusema ili inahitaji msukumo wa ndani wa mtu. Watu wengi hudharau msukumo wa ndani na kuingia katika hasara kubwa. Ni lazima ufanyie kazi msukumo wa ndani katika biashara yako. Bila kuwa na msukumo wa ndani, hakuna maana unachokifanya na kiweza kufanikiwa. Kulikuwa na mfano wa mtu mmoja katika semina zetu anaitwa Ahabu. Ahabu alijiuliza sana baada ya kumaliza kidato cha 4 kwamba afanye nini katika maisha yake. Aliona fursa nyingi kama vile kuuza karanga, kuuza vitabu, kuuza maji, kuuza nguo, kupata kibarua cha kazi ya ndani. Aliamua kukaa chini kwa siku 2 na kutafakari kwa kina msukumo upi ambao utamtoa. Aliamua kukusanya taarifa kuhusu biashara ya genge na baadaye alianza biashara ya genge katika maeneo ya Usino. Alifanya bidii sana kununua vitu Kariakoo na kwenda kuuza maeneo ya Usino mpaka alipata faida mara 2. Ndani ya muda wa mwaka mmoja, Ahabu alijulikana sana pale mtaani. Katika kufikia mafanikio alikutana na vishawishi vingi sana, hususan wanawake, na kuweza kushinda, na hilo likamjengea jina. Mwaka uliofuata Ahabu alianza kupata oda za nyumba za familia nyingi pale Usino.
kwa ajili ya kuanulia vitu vya ndani pamoja na mboga, matunda na vitu vingine kulingana na mahitaji ya familia husika. Jambo hilo lilimpatia Ahabu faida kubwa na akajenga jina katika familia zaidi ya 30 ambazo zilimuingizia kipato cha zaidi ya shilingi milioni 3 kwa mwezi. Biashara ilipokuwa alifungua duka la mini supermarket na kuweka bidhaa zinazotumiwa sana pale mtaani. Tunajifunza katika mfano huu swala zima la kuchukua hatua ya kutafakari na kuamua kufanya jambo ambalo linatokana na msukumo wa ndani. Jambo lingine la msingi ni mawazo ya watu wengine. Katika kuelekea kile cha mafanikio, kuna watu wengi watakushauri ili na lile katika biashara, kazi, elimu na lolote unalofanya. Lakini lazima ujiulize maswali makubwa mawili. Kwa nini washauri hao hawatekelezi kile wanachokushauri? Pili ni kwa kila mtu ana mwelekeo wake kuhusu wapi anataka kufikia katika maisha. Ni muhimu kutambua kuwa kuna wanadamu wengi ambao ni kama waganga wa kienyeji. Watu hawa wana maswali na majibu yote na wana majibu ya maswali yote. Wanakupa ushauri ambao ukiangalia wao wenyewe unatamani wewe ndio washauri kutokana na kuwa chini sana viwango vyako. Ni muhimu katika kuelekea hatua za mafanikio kuchagua mtu mmoja au wawili waliofanikia na kujimanisha nao ili kupata mawazo na mwongozo sahihi katika eneo husika. Ndani ya maisha haitakaa kamwe tuwe na mwelekeo wa aina moja. Hivyo basi tunasema pokea mawazo ya watu mbalimbali, yatafakari kabla ya kufanyia kazi, lakini utambue kuwa wewe ndiye rubani wa maisha yako binafsi na hakuna mtu mwingine mwenye mamlaka juu ya maisha yako au kuyaongoza maisha yako isipokuwa wewe. Wewe ndiye nahodha wa meli yako mwenyewe, mwenye ulinzi na mali yako mwenyewe. Uamuzi wa mwisho kuhusu jambo lolote katika maisha yako ni wako. Ni muhimu sana ukajifunza kusema hapana katika mambo mengine. Hivyo pokea mawazo, lakini usiyafanyie kazi mpaka umetafakari na kuchanganya na mawazo yako mwenyewe, kisha kufanya uamuzi uliotulia. Jambo lingine, ndugu msikilizaji, ambao napenda nijue katika siku ya leo, ambao katika siri 24, kanuni 24 au siri 24 sio kuhusu mafanikio, ni swala zima la nidhamu. Safari ya mafanikio inahitaji kuwa na nidhamu ya juu. Kama ambavyo watu wamejiandaa kwa ajili ya mashindano fulani, hana budi kuamka mapema asubuhi na kufanya mazoezi ya kutosha ili kujiandaa kwa ajili ya ushindi. Mwanamichezo yoyote ambaye hafanyi mazoezi atabaki kujilaumu tu na kudhani labda watu wengine wamemloga au watu wanamfanyia fitna. Hali hii katika hata katika kwa wanamuziki, wafanyabiashara na wakulima, wafanyakazi na wakulima. Nidhamu ni maamuzi ya kutegemeza kanuni na utaratibu ambao tumeamua kuzifuata ili kufikia malengo yako. Kwa mfano, mwanafunzi anahitaji kufanya mazoezi ya kutosha na kutenga muda wa kusoma kwa masaa 5 kila siku ili kufaulu na kupata alama za kung'ara. Mfanyakazi anapaswa kuwahi kazini na kufanya kazi kwa bidii ili kupanda mshahara na cheo kwa majira sahihi. Mfanyabiashara anapaswa kuwahi kila fursa na kujitokeza kisha na kuwa na nidhamu ya kutofautisha matumizi yake binafsi na matumizi ya biashara na mapato yako binafsi na mapato ya biashara. Hali hiyo pia inamhitaji mtu wa dini kupata muda wa kuomba na kusoma neno ili aweze kuwa na matokeo mazuri katika vita vyake. Sehemu nzuri ya kujifunza nidhamu ni katika majeshi, ambapo ni lazima mtu awe na nidhamu ya kuamka mapema, kufanya mazoezi na kutia amri na kufanya kazi. Ni jambo muhimu sana kutengeneza kanuni kuhusiana na muda, marafiki, kazi, ubunifu, matumizi ya fedha, watoto, mke, uendeshaji wa gari, ulaji chakula na namna ya kuongea na namna ya kuamua kuzifuata ili kuweza kufikia kile cha mafanikio katika maisha. Hivyo kanuni ni muhimu sana katika maeneo yote haya. Nitatoa mfano mmoja ambao tutaumalizia katika kipindi cha leo, ambao tunamjifunza juu habari ya Anania. Anania alianza kazi ya ulinzi katika kampuni ya MRI mwaka 2001 akiwa kama fundi mchundo baada ya kumaliza masomo yake katika chuo cha DIT. Ili kutimiza ndoto yake ya mafanikio, Anania aliamua kujisomea masomo ya jioni. Hivyo ilimpasa kuingia darasani saa 9 jioni bila kukosa na kuwahi lindo saa 12 jioni kwa kipindi cha miaka 4. Nyakati za usiku alikuwa anajisomea huko akiendelea na lindo kwa angalau masaa 5 kwa usiku mmoja. Pia kutokana na kipato kidogo, Anania aliamua kufanya matumizi yake yote chini ya kipato chake kwa maumivu makubwa. Hata pale alipotaka kupata fedha za kutoa michango ya familia, alitoa kulingana na kiasi alichotenga, hata pale watu walipomsema sana. Kwa upande mwingine, Anania alijilinda sana na kuwa na nidhamu ya kuepuka wanawake katika maisha yake. Pia alikuwa na nidhamu ya kujizuia pombe na vinywaji vingine ambavyo vingeweza kumletea madhara. Katika kipindi cha miaka 4, Anania aliweka nidhamu ya kuweza kuwekeza shilingi 50,000 kila mwezi kwa ajili ya masomo ya chuo, ambapo baada ya miaka 4 aliweza kupata shilingi milioni 2.4. Anania aliwekeza fedha zile katika kufungua duka la stationery karibu na mahali alipoishi. Kutokana na nidhamu kwa wafanyakazi, matumizi sahihi ya muda, matumizi ya fedha na kufanya kazi kwa bidii, duka lilistawi sana kumwezesha kusoma kufikia elimu ya chuo kikuu kwa kujilipia mwenyewe. Ndugu msikilizaji, ninakupenda. Leo tulikuwa tunaangalia sehemu nyingine ya mafanikio, siri 24 zilizopeleka katika mafanikio, sehemu ya 3, na tumeangalia baadhi ya siri kuu ambazo zinaweza kusaidia kutoka hatua moja kwenda nyingine. Kuwa na msimamo usiopingika, kuwa na nidhamu ni mambo ambayo ni ya msingi sana katika maisha yako. Ninakuona ukibadilika kwa kuchukua hatua kutokana na mafunzo haya. Ninakuona Mungu akikusaidia kuweza kufikia viwango vingine vya mafanikio na kufikia ile ndoto ambayo Mungu alikusudia kukuumba katika chini ya jua. Mungu ni mwema
ninakuombea uweze kufanikiwa, ninakuombea uweze kuinuka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Basi naomba tuendelee tena katika kipindi chetu cha 4, ambayo ni sehemu ya 4 ya kutambua siri za mafanikio katika maisha, ambazo ni kanuni 24 zilizopingia kuhusu mafanikio. Na ninaona unapoendelea kusikiliza mafundisho haya, Mungu anaendelea kubadilisha maisha yako, na unaendelea kuwa wewe halisi ambao unatakiwa kuteka dunia na kuwa mtu wa mfano katika kizazi chako. Ninakupenda, tuonane tena kipindi kinachokuja. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.